Hamisi Hamadi. Na mtazamaji, usiku mwingine tunakutana hapa ndani ya Nipashe, tukitumai kwamba hujambo popote ulipo. Karibu basi, kuna mengi ambayo tumekuandalia Jumanne ya leo, ikiwa ni pamoja na makala yetu ya mwanamke bomba, lakini kwanza tunaanza kukufahamisha yaliyomo. Hiyo mtoto ndio sasa aliua na alifanya rape. Watu 4 wakamatwa kuhusiana na unajisi na mauaji ya mtahiniwa wa KJSEA huko Garissa. Si lazima ikuwe, kwani watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. Ni kilio cha manyanyaso, kijana aliyekosa kuteuliwa kujiunga na polisi kutokana na kimo chake Gachagua na Kindiki wanoa misuli na kupimana ubabe, kampeni za uchaguzi mdogo wa Mbeere North zikichacha. Nilipoambiwa ya kwamba nimepewa nafasi ya kutuswa kama shujaa hapa nchini Kenya, nilifurahi sana. Na kwenye mwanamke bomba tunamvisha taji Elizabeth Keitani, mwanzilishi wa timu ya kandanda ya kina mama wa Kongwe. Naam, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu tukupashe, nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege, na tunaanza Nipashe na taarifa kwamba watu 4 akiwemo mshukiwa mkuu wamekamatwa kuhusiana na ubakaji na mauaji ya msichana wa miaka 16 Safia Abdi Bilal huko Garissa. Inadaiwa kwamba mshukiwa mkuu Hussein Bilal ni ami yake marehemu na alitekeleza unyama huo alipokuwa amepewa jukumu la kukaa na watoto wa kakake nyumbani. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Faisal Abdirahman, washukiwa hao tayari wamefikishwa mahakamani huko Dadaab. Ni katika nyumba hii ya mabati iliyoko kijiji cha Bohol 5 ndani ya kambi ya wakimbizi ya Hagardera ndipo Safia Abdi Bilal alibakwa na kuuawa kwa kunyongwa na ndugu ya babake. Familia ya msichana huyo ikiombeleza kifo cha binti ambaye alikuwa amekamilisha mtihani wa gredi ya 9. Marehemu tayari amezikwa, huku maswali yakiibuka kuhusu yaliyomfikia siku ya Jumamosi usiku. Tafutia watoto wangu chakula ama ni wachunge, wako na njaa ama ni waibie mali ya watu. Nilisema badala ya wizi na kuchukua mali za watu, afadhali nitafutie kibarua. Kwa mujibu wa familia, msichana ambaye alipoteza mamake alipokuwa mdogo alikuwa nyumbani kwao alipofanyiwa unyama huo. Ami anayedaiwa kumbaka na kumua Hussein Bilal alikuwa na jukumu la kuwachunga marehemu na ndugu zake baba yao alipokuwa anatafuta riziki. Ilikuwa juzi usiku, alimnyonga na kamba na kumnajisi. Kijana mdogo aliyeshuhudia kitendo hicho ilikuambia jirani alimtishia maisha na kisu. Mamake aliaga dunia, alikuwa hana mama na alikuwa analala na babake midogo. Kama yeye anatunza hiyo mtoto, ndio sasa aliua na alifanya rape. Alafu asubuhi ndio mimi sasa nilisikia malio ambaye watu kina mama wanalia pale. Nikasema kuna nini hapa shida? Washukiwa 4 walifikishwa mahakamani Dadaab kwa kuhusika na mauaji ya binti hiyo, watatu wakidaiwa kujaribu kuficha mauaji hayo na kutaka mila ya maslaha kutekelezwa ili mshukiwa mkuu asamehewe. Kulingana na afisa mkuu wa upelelezi kaunti ndogo ya Fafi, Eric Ombesa, washukiwa hao wanasaidia kwenye uchunguzi, huku upande wa mashtaka ukipewa siku 21 na mahakama kukamilisha uchunguzi huo. Faisal Abdirahman, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Garissa, eneo bunge la Fafi. Naam, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba zoezi la usajili wa makurutu
lilikamilika kwa masikitiko kwa wale ambao hawakutimiza viwango vilivyotakiwa. Katika kaunti ya Baringo, Idris Kiprop ni miongoni mwa walioambulia patupu na alikosa kufuzu kwa mwaka wa 4 mfululizo sasa. Kila mwaka Idris amekuwa akifika akiwa na matumaini ya kuvalia sare za polisi, lakini kimo chake kimemnyima nafasi ya kupata fursa hiyo. Mwanahabari wetu Ben Kirui ana simulizi hiyo. Kwa mara nyingine alirejea nyumbani akiwa amevunjika moyo, huzuni ikiwa dhahiri usoni mwake. Kwa miaka 8 Idris Kiprop ameendelea kuwa na matumaini ya kuajiriwa katika idara ya polisi, akiwa na ndoto ya kuvaa sare ya polisi na kutumikia nchi yake. Kila msimu wa usajili wa makurutu unapowadia huko Baringo, Idris hujitokeza akiwa na ari, matumaini na maandalizi kamili, lakini kila mara kikwazo kile kinamzuia: kimo chake. 8 good years nimejaribu na sijawahi pata. Sasa nashindwa ni kitu gani mimi nimekosa mpaka watoto wengine wadogo mimi nimewalea. Watoto wenye mimi niliwaona wakiwa wadogo na nasaidia wao kuwachunga. Hao wanakuja wananishinda, wanachukua jeshi, wanaenda, wengine wanachukua polisi, wanaenda, na mimi niko tu hapa. Asubuhi ya Jumatatu katika eneo la Baringo Central, Idris aliungana tena na makumi ya vijana uwanjani, lakini matokeo yalikuwa yale ya miaka iliyopita. Watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. Nikaenda kujaribu KDF, nikaambiwa mimi ni mfupi, nikakosa. Nikaenda nikajaribu Kenya Forest, kwanza Kenya Forest ndio ilianza hata. Nikajaribu hiyo nikashindwa, KWS kakuja nikashindwa, nikiambiwa the same thing tu. Akiwa amesalia na mwaka mmoja tu wa kufikisha umri wa mwisho wa kuajiriwa katika idara ya polisi, jaribio hili lilikuwa la kufa kupona. Na mimi ni mtu nimeshamaliza NYS, nimeshamaliza ile paramilitary training. So hata saizi akinichukua aende anikutanishe na hao wengine, nitakacha haraka na hawa na niendelee tu na nimalize ni pass out. Aliporushwa nje kwa mara nyingine, hisia zilipanda. Idris akiwakabili maafisa waliosimamia zoezi hilo, akisisitiza kuwa anastahili kupewa nafasi. Chukua kila kitu. Unaniima height kwa sababu mimi ni mfupi. Watu wangapi ni wafupi kama mimi? Watu wangapi ni wafupi kama mimi na wako kazi? Mimi ndo nanyima, kwani mimi ni nani? Watu wangapi ni wafupi kama wako kazi? Afisa anayesimamia usajili huo eneo la Baringo Central, Moses Kirong, alisema mchakato huo unaongozwa na kusimamiwa kikamilifu na taratibu za kitaifa. Alithibitisha kwa idadi waliojitokeza katika eneo hilo ilikuwa ndogo, huku vijana 12 pekee wakitarajiwa kuajiriwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Tukigeukia siasa ni kwamba ubabe wa kisiasa kati ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na mrithi wake Profesa Kithure Kindiki unaendelea kudhihirika katika eneo bunge la Mbeere North, huku kampeni za uchaguzi mdogo zikiendelea kushika kasi. Wanasiasa hao wamekuwa wakifanya kampeni mashinani kutoka nyumba moja hadi nyingine na katika mikahawa ya Mbeere, huku cheche za siasa pia zikitamba katika mikutano yao. Mwanahabari wetu Melita Oletenges anaarifu mengi. Wachezaji wakuu katika uwanja wa siasa eneo bunge la Mbeere North ni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na naibu rais Kithure Kindiki, wote wakilenga kufunga bao la ushindi kwa wagombea wa mirengo yao na kuonyesha nani mbabe katika siasa za Mlima Kenya. Kampeni zao sasa zinaonekana kuchukua mkondo wa kutangamana moja kwa moja na wananchi kutoka nyumba moja hadi nyingine na katika mikahawa ya Mbeere, wakilenga kuwashawishi wapiga kura kuwaunga mkono wagombea wao: Newton Karish wa chama cha DP na Leonard wa Muthende wa UDA. Haujatuwekea maji, haujajenga kanisa. Saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani? Waende asiende. Waende wasiende. Si mimi nilitangazia nyinyi tumefungua hoteli ya Kasongo na Soprano na Ruko na Karinda na Muthende, alafu hoteli si tumefunga sasa. Sasa tulisema ndovu hawezi zikwa na nini na pembe. Pande zote mbili zikinyosheana kidole cha lawama
kuhusu madai ya kupangwa kwa vurugu siku ya uchaguzi mdogo, huku wakiitaka IEBC kuandaa na kusimamia uchaguzi wa haki. Huo mpango mko nao wa kuleta maaskari 5 kwa kila kituo cha kupigia kura, ati wamevaa maguo ya raia, na watahadharisha. Wanakuja na matusi hapa, kutusi viongozi wa hapa Embu na Mbere hapa. Wanakuja hapa kupiga wananchi, hatutakubali. Na huku serikali ikionekana kuongeza nguvu ya maendeleo kwa hali na mali Mbere, Gachagua anasema hilo halitazuia ushawishi wa upinzani. Sasa pesa ya Kasongo watu wamekula, Kasongo amenyolewa. Kasongo anyolewa sinyolewe. Kasongo anyolewa sinyolewe. Niko area, bumper to bumper, face to face, man to man, head to head. Upinzani na serikali zinaendelea na kampeni, zikionekana kupishana katika juhudi za kuzima moto wa kampeni katika maeneo ambayo mirengo hiyo imezuru, viongozi wakifuatana kwa karibu. Melita Oletenges, Runinga Citizen. Na wakati hayo yakijiri, kampeni za uchaguzi mdogo eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi nazo zimeshika kasi, huku kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiongoza msafara wa upinzani kumpigia debe mgombea wa chama cha DCP Stanley Kenga. Vyama vya ODM na PAA vimeungana kufanya misururu ya mikutano ili kunadi sera za mgombea wa ODM Harrison Kombe, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Kampeni za lala salama zimeshika kasi katika eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi. Kwa siku mbili viongozi wa serikali na wale wa upinzani wamekuwa kimenyana siku 8 kabla ya uchaguzi mdogo kufanyika. Vyama vya ODM na PAA vimeungana ili kuongeza nguvu kazi ya kampeni ya kumpigia debe mgombea wa ODM Harrison Kombe, spika wa seneti Amason Kingi na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro kwa mara ya kwanza, wakiandaa mkutano kwa pamoja Mambrui ili kuhakikisha Kombe ameibuka mshindi na kukamilisha hatamu ya uongozi. Kila ninaposimamishwa, kila ninapotolewa bungeni, miradi yangu niliyoanzisha yote husimama. Hivyo tunasema kura hapa Mambrui ni ya nani? Kura hapa ni ya nani? Na sisi tumeshirikiana. Sisi tulikaa mkutano na rais, na huyu spika anajua, na mambo yote tukakubaliana. Tutafanya vipi tarehe 27 kuhakikisha kwamba zile changamoto ambao wananchi wamezungumza hapa zimepata suluhisho, na tutafanya vipi ile miradi ambao gharama meacha itakamilishwa baada ya tarehe 27. Upinzani ukiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP Kenya Eugene Wamalwa pia wamekita kambi Magarini kwa siku mbili, wakiendeleza kampeni za mwaniaji wa DCP Stanley Kenga. Ati muda ni mfupi, wanasema wasemi kwamba muda ni mfupi ndio tuteseke jameni, kwamba muda ni mfupi ndio vijana wetu wakose kazi, kwamba muda ni mfupi ndio tusisuluhishe mashamba. Hamna maji safi katika nyumba zenyu. Sasa je, hata mkimpatia hii mwaka moja imebaki, mzee Kombe atafanya chochote kweli? Leo tuko hapa kuomba watu wa Darash ya kwamba muwe wakombozi tarehe 27. Mshikane na huyu Kalisa Kenga bila mshikana na Kalisa Maila, tukomboe Kenya yetu. Tumekuja kuwakabidhi huyu muungwana ili mletee bungeni, na mtaona ambao wengine watamkaribisha bungeni. Wako hapa wengine. Kombe aliondolewa kama mbunge kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na mpinzani wake mkuu katika uchaguzi wa mwaka 2022 Stanley Kenga. Francis Mtalaki, Runinga ya Citizen. Na tukigeukia masala ya elimu sasa, ni kwamba walimu wanagenzi wa shule za sekondari msingi humu nchini wanatishia kugoma kuanzia Januari mwaka ujao, wakiitaka serikali kuwapa ajira ya kudumu. Walimu hawa wanasema walitarajia kuajiriwa baada ya kandarasi yao mwaka mmoja kukamilika mwisho wa mwaka huu, lakini hadi sasa hakuna mwelekeo. Walimu hawa wanalalamikia kufanya kazi sawa na walioajiriwa, ila wanalipwa mishahara duni, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Kutoka Nairobi, Kiambu hadi Nyahururu, walimu wanagenzi wa shule za sekondari msingi walijitokeza kulilia kile wanachodai kuwa haki yao.
Walimu hao wanahudumu chini ya kandarasi ya mwaka mmoja inayokamilika mwezi Disemba mwaka huu, kilio chao kikiwa kwa serikali kuwapa kandarasi za ajira ya kudumu. We are not going back to class. We want confirmation, and the confirmation should be now. It should not be delayed anymore. And we've sent a message in the whole Republic of Kenya, all the 20,000 intern teachers, there will be no science next year. Hakuna vile mwalimu ataingia kwa darasa akiwa na changamoto mbalimbali na expect that teacher to deliver. So the government, our president should come out clear and confirm us. Wanadai kulikuwa na mapendeleo kwenye uajiri wa walimu mapema mwaka huu, kwani baadhi waliajiriwa baada ya kuhudumu kwa mwaka mmoja, huku wao wakitakiwa kutoa huduma kama wanagenzi kwa miaka miwili. Kama wataajiri walimu wengine, we will have 40,000 interns, and we are not going to stand and await that. Kwa hivyo sisi tunasema walimu waajiriwe. They are the pioneers of STEM. Rais anasema tena ati waliagana, waka-agree na wakapanga na sijui kina nani, ati it goes for 2 years. That is not true. We signed a document that was saying it goes for 12 months. Kilio kingine ni mshahara duni wanayosema hautoshelezi mahitaji yao, wakisema wamesalia kutaabika. Shilingi 17,000. Mimi mahali naishi nyumba ambayo inaweza kumudu kuishi vizuri ni 7,000. Sababu ukilipa 7 umebakia na 10. Mwezi mzima ni aje utaishi na 10,000 kweli? There is a difference between cheap labor and the intern program that we know. Hii maneno ya intern kwa sisi, it is like you are having cheap labor. Rais William Ruto wiki jana alitangaza kuwa serikali itawaajiri walimu wanagenzi walioko sasa baada ya miaka miwili ya kutoa huduma. Assurance ya every intern ni kwamba ikimalizika miaka miwili hakuna negotiation, unakuwa permanent and pensionable. So I want you to give assurance to every intern ya kwamba 2 years ikiisha hakuna kuulizana. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Na tukiangazia mengine ni kwamba maseneta wawili wa Marekani wa ngazi ya juu wa kamati ya mahusiano wameishtumu serikali ya Tanzania kwa kuwakandamiza raia wake walioandamana kupinga uchaguzi uliogubikwa na unyanyasaji wa kisiasa, utekaji nyara na udanganyifu. Maseneta hawa wanasema kwamba Rais Samia Suluhu ameshindwa kuendeleza mageuzi na demokrasia nchini humo, huku akiukashifu uchaguzi wa Tanzania kwa kusheheni udanganyifu na dhulma. Mwanahabari wetu Emmanuel To ana taarifa hiyo kwa kina. Kwenye taarifa ya pamoja, Jean Shaheen na Jim Risch, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni, wamesema kuwa uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania ulikumbwa na ukandamizaji wa kisiasa, utekaji nyara na hadaa zilizotekelezwa na serikali. Maseneta hao wawili wa Marekani wakisema kuwa matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yaliamuliwa kabla ya siku ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Maseneta hawa wawili wakisema kuwa serikali ya Rais Suluhu iliwakandamiza waandamanaji na kusababisha mamia kuuawa, wengine kutekwa nyara na mamia kufungwa jela, wakiwemo viongozi wa upinzani na kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye anatuhumiwa kwa uhaini. Kwa mujibu wa maseneta hao, chama tawala cha Tanzania CCM ambacho kilikuwa chama cha ukombozi sasa kimegeuka cha udhalimu, jambo ambalo wanasema linahatarisha ukanda wa Afrika Mashariki na kushinikiza serikali ya Marekani kuangalia upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na kudorora kwa demokrasia nchini humo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kuapishwa kwa baraza jipya la mawaziri katika ikulu ya Chamwino, Bashiru Ali Kakurwa na hapa kwamba Rais Suluhu alitaja matukio ya ghasia za baada ya uchaguzi kama ambaye anaweza kuathiri taswira ya nchi hiyo kimataifa na haswa uwezo wa Tanzania kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa. Suluhu alimjumuisha mwanawe Wanu Hafidh Amir kama naibu waziri mpya wa elimu, sayansi na teknolojia, mikia kwa moyo wangu wote, na kwamba huku mkaza mwanawe Mohamed Mchengerwa akipewa wadhifa wa waziri wa afya.
mwanawe rais wa zamani Jakaya Kikwete, Ridhiwani Jakaya Kikwete, alipewa usukani wa waziri wa utumishi wa umma na uongozi bora katika afisi ya rais. Na kuitetea. Licha ya Rais Suluhu kutoa rai za maridhiano bungeni, hakuna mazungumzo yoyote ya kuashiria hayo ambayo yamefanyika hadi sasa. Matukio ya hivi karibuni yameathiri msingi wa uaminifu wa kimataifa kwa Tanzania. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Naam, tunapata mapumziko mafupi, lakini usiende mbali, kwani Nipashe inarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, je, unawakumbuka kina mama wakongwe waliosafiri hadi Afrika Kusini kuwakilisha taifa la Kenya kwenye mchezo wa kandanda? Elizabeth Keitani ndiye alianzisha wazo hilo na kuwaleta pamoja kina mama hao wacheze kandanda ili waimarishe afya zao na pia kujishughulisha kimaisha. Kufikia sasa kuna timu 220 za wakongwe kote nchini, Elizabeth akiwa rais wa shirikisho hilo. Ni juhudi ambazo zimepongezwa na kutambulika kiasi cha kutuzwa na Rais William Ruto kama shujaa anayewajali na kuwatunza wakongwe humu nchini. Na hii leo ndani ya Nipashe ndiye tunaimvisha taji la mwanamke bomba. Mimi naitwa shujaa Daktari Elizabeth Keitany kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, Keyo North Constituency, Mutei Location. Mimi ni president wa Kenya Grannies Football Federation. Kenya Grannies Football Federation ilianza last year mwezi wa 8 na tuliweza kuregister kwa Ministry of Sports this year March. Na tulianza Kenya Grannies kwa sababu mama yangu mzazi alikuwa asikii vizuri na daktari mwenyewe akaniambia mama anataka kufanyiwa mazoezi. Nilipoendelea kufanya research nikakutana na mama moja kutoka huko South Africa, amekuwa akifanya mchezo ya kandanda football for the elderly huko South Africa kutoka 2017 mpaka saa hii. So nilipompatana na yeye nikamutafuta mpaka nikapata contacts zake, nikaongea na yeye, akaniambia amekuwa akichezesha wa mama mchezo ya kandanda na hata sisi Kenya hatukuwa tumeanza. Hapo ndio sasa tukaweza kuanza hapa nchini Kenya. Kuna report iliandikwa na WHO. WHO ikasema dunia inatumia pesa mingi sana. Inatumia 5.4 billion US dollars kila mwaka kujaribu kutibu maugonjwa ya uzeeni. Sasa sisi kama Kenya Grannies tukaona ya kwamba kumbe watu wakifanya mazoezi pesa mingi haiwezi tumika kwenda kufanya kutumika sababu maugonjwa ya uzeeni tutakuwa tumemaliza. Tangu waanze kufanya mazoezi, hiyo pesa wamekuwa wakitumia ya hospitali hakuna tena, sababu wengi wao hawatembei, hawaendi tena hospitali. Hii mwaka mwezi wa 3 towards the end of March tuliweza kuinvitiwa kwenda kucheza an international tournament huko South Africa na tulipeleka wamama zaidi ya 30 na walienda wakacheza vizuri na tunashukuru sana sababu timu yetu ya Kenya iliweza kurudi na vikombe. Waliweza kukuja na awards na ushindi. Tulikuwa namba 5 kwa 32. Walifurahi sana na hata mimi mwenyewe nikafurahi sababu yani hatujawahi sikia magrani wakienda kurepresent Kenya. That was the first thing in Kenya. Ilikuwa ni kitu mzuri sana. Saizi tuko na wamama zaidi ya 10,000 katika nchi yetu ya Kenya. We are in over 18 counties in Kenya. Apart from health and wellness, kuna one of our thematic area ni conflict resolution. Conflict resolution in the sense that imeweza kuleta wamama pamoja. Tangu tuanze Kenya Granny, tumeweza kupanda miche over 630,000. Recently tumefanya hii ya Chepereria, West Pokot County. Tuliweza kupanda miche 100,000 na imeweza kusaidia.
Sasa Kenya Granny wakiingia hivi huwa tunawapatia uniform jasi, lakini hawana viatu. Tunaomba wasanii wema, mtu mwenye anaweza pata viatu ndio wamama wetu wasiumie mguu, tupate viatu ndio kila mtu, kila team at least ikuwe na viatu. Nilipoambiwa ya kwamba nimepewa nafasi ya kutuswa kama national, kama shujaa hapa nchini Kenya, nilifurahi sana. Na hii shujaa sio yangu. Hii shujaa I want to take, ni dedicate kwa wamama wa Granny wote wenye tumetembea na wao hii safari. Because kwenye nilipewa hiyo kitu nilistuka sana na nikajua ya kwamba kumbe kuchituma. Ukichituma maishani, watu wanaona. Hata Biblia inasema tenda mema, nenda zako. Sasa mimi nilikuwa tu natenda mema kwa sababu nilikuwa najua hii initiative itasaidia watu wengi. Na sababu nimetenda na nikaenda, watu wakaona ya kwamba kumbe hii kazi inasaidia. And that is why rais aliweza kunitusa, na mimi bado nashukuru sana, na sitaishikilia kama ni yangu, hiyo inanipatia nafasi ya kufanya kazi zaidi. Naam, hongera tena, hongera shujaa mwenzangu Elizabeth Keitani. Tuendelee kutenda wema, tuende zetu, malipo baadaye. Tunapumzika kidogo, nitarejea na taarifa za spoti muda usiokuwa mrefu. Tukigeukia spoti sasa, ni kwamba timu ya Kenya katika michuano ya Deaflympics nchini Japan imeongeza idadi yao ya medali hadi 4 baada ya kutoa medali katika mashindano ya riadha. Baada ya kuokota dhahabu na fedha 2 siku ya Jumatatu, Sarah Wangari Kimani aliishindia Kenya medali ya shaba katika fainali ya mbio za mita 10,000 kwa wanawake baada ya kumaliza watatu. Wangari pia atashindana katika mbio za mita 5,000 na mbio za marathon za wanawake kwenye mashindano hayo yanayoendelea mjini Tokyo, Japan. I'm so happy that God has given me this victory, and even competing with these other different countries, it has not been easy, and God had really given me an opportunity to participate in this. I'm also shocked, and I really thank God for this achievement. Mtazamaji, tutakomea hapo kwa leo. Nasema asante sana kwa kutizama taarifa zetu. Mimi na wewe tutakutana tena kesho kwenye jukwaa la afya, tukiwa tunaangazia watoto njiti, yani premature babies. Manake wiki hii ulimwengu unaadhimisha siku ya watoto premature. Tutakueleza mengi tu kuhusiana na watoto hao, kitu gani kinasababisha watoto hao kuzaliwa kabla ya wakati, vipi pia unaweza kumlea mtoto wako hivyo na pia akawa mtu wa busara tu na mtu wa kueleweka. Manake wengine wakizaa watoto kama hawa wanakata tamaa, lakini kupitia utaalamu wa madaktari wana mbinu ambazo mama akifundishwa ama mlezi pale nyumbani anaweza kumlea mtoto akawa yuko sawa kabisa bila matatizo yoyote ya kiafya. Haya yote pamoja na mengine mengi tutayazungumza kesho ndani ya jukwaa la afya. Naitwa Mwanahamisi Hamadi na kutakia usiku mwema. Kwaheri.